Jamani, nimeona swala la wanachama tajiri amemind. Tusifuge mbwa kwa kutegemea mavi kwa jirani. Kama tajiri hataki swala la kadi za wanachama, tuache. Tusije tukamkasirisha tajiri akasusa akasema haya, tumieni pesa za usajili za wanachama, mlipe mishahara wachezaji, msajili wachezaji. Guys, timu bila tajiri haiwezekani. Hao wanachama wanaopiga kelele wana njaa vibaya mno. Wanaohitaji kadi za wanachama wana njaa. Kwa msije mkaisi zile kelele mnazozisikia eti mkadhani wale jamaa wana uwezo kulipia kadi za wanachama. Uongo. Mashabiki wenye uwezo wa kulipia kadi za wanachama ni mashabiki wa Yanga. Sasa tuije kwa mashabiki wa Yanga, tujitekenye wenyewe, tucheke, tumkasirishe tajiri, tuamini tuna wanachama sio 500 milioni wana uwezo wa kulipa 28,000 30,000, timu itapata hela uendeshaje? Guys, wanachama au mashabiki wanaotaka kadi wana njaa ya moto. Nachowashauri mchome mapovu. Tusikilize bosi anataka nini. Mwenye hela anaheshimiwa jamani kokote. Kama bosi hataki kadi za wanachama, tumuheshimu na tumsikilize matakwa yake. Akikasirika timu itakuwa ombaomba ile. Mimi nawaambia hakuna shabiki hata 2,000 wanaweza kulipa kadi za wanachama. Kwa mimi nachowashauri, tumsikilize tajiri anataka nini. Yeye ndo anatoa pesa za usajili, yeye ndo anatoa baadhi ya pesa za kuendesha klabu na kila kitu. Kama tajiri hataki ile swala, achaneni nalo. Tajiri anaonekana pale amemind kwa komenti ile. Kwa msije mkamkasirisha kutegemea wanachama watatoa ada, sio watalipa hiki, tutapata wanachama hata 2,000 hawafiki wale. Hata wao 2,000 wataanza kuwakopa. Kwa msije mkamvimbia tajiri mkaamini mna watu hao watawasaidia. Oya, mimi nawahusia, achaneni na haya mambo. Kama tajiri hataki, msikilizeni tajiri anataka nini. Kama tajiri hataki swala wanachama, achaneni nalo.